Mambo matatu ya kujifunza katika maisha. Mambo matatu ya kujifunza katika maisha. Mambo matatu ya kujifunza katika maisha. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya kafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Katika maisha tunajifunza kila siku. Watu wenye hekima wamesema kwamba ukiacha kujifunza, unaanza kufa taratibu bila wewe kujijua. Na pia kuna watu wenye hekima wamesema kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya kujifunza na mafanikio, kati ya kujifunza na mafanikio. Kuna mambo matatu ambayo ninatamani tujifunze siku ya leo, ambayo ni muhimu sana kwa mtu yoyote yule anayekuwepo chini ya jua, kwa mtu yoyote anayetamani kufanikiwa. Mambo matatu ambayo ninaamini kwamba yatakusaidia kwenye maisha yako, Najua kwa mambo mengi, lakini leo tutaangalia mambo matatu tu ya kujifunza katika maisha. Jambo la kwanza, usisherekee dalili ya mafanikio. Usisherekee dalili ya mafanikio. Kuna watu ambao wakiona dalili ya mafanikio tayari inakuwa anaanza kusherekea, anaanza kumwambia kila mtu. Sio kwamba tayari mafanikio yale yamekwisha kudhihirika, ameona tu kuna dalili. Na kwa sababu ya dalili alizoziona tayari ameanza kusherekea. Ameanza kumshirikisha kila mtu. Ameanza kumwambia kila mtu. Usisherekee mapema sana. Mara nyingi tunaposherekea jambo kabla halijakamilika, unavuta mashambulizi ambayo yatapelekea kwamba haya mafanikio ulikuwa unatamani usiyapate. Unaposherekea mapema unakaribisha mashambulizi yasiyo lazima. Unaposherekea mapema, unapoanza kuambia watu mapema kabla mafanikio yenyewe hayajakamilika, kabla ndoto zako pia hazijaweka mizizi ya kutosha, unavuta mashambulizi yasiyo na lazima. Na watu ambao watakuinukia wakati mwingine hata kukosoa, hata kukuchallenge, sio kwa sababu hicho ulichokuwa kiona unachokuwa kisema sio sahihi, ni kwa sababu tu wanaona wivu, hawatamani ufike huko ambako unatamani kufika, ambao unajua kabisa kulingana na jinsi ulivyoelezea una uwezo kufika. Utavunjwa moyo, utakatishwa tamaa, utakosolewa, matokeo yake utaishia njiani, utaishia jingani. Kwa katika maisha usisherekee dalili ya mafanikio. Unaposherekea mapema unakaribisha mashambulizi yasiyo ya lazima. Unakaribisha vita isiyo ya lazima. Kumbuka kwa habari ya Yusufu, alikuwa anashirikisha watu wake ndoto zake. Leo nimeota hivi. Ni kwa neema ya Mungu tu kwamba aliweza kufikia hatima yake. Lakini kwa sababu ya kuwashirikisha ndugu zake ndoto zake mapema, ndugu zake alinusurika kuuawa. Alichukiwa na ndugu zake, alichukiwa na kaka zake, kiasi kwamba mpaka wakafikia hatua wanataka kumuua kabisa. Kuna ndoto za watu wengi zimefia njiani. Kuna mipango ya watu wengi imeishia njiani kwa sababu walianza kusherekea dalili za mafanikio. Unaposherekea mapema sana unavuta mashambulizi yasiyo ya lazima. Unakaribisha mashambulizi yasiyo ya lazima. Unavuta vita isiyo ya lazima. Kama nataka kufikia malengo yako, kama nataka kuzitimiza ndoto zako, usisherekee dalili za mafanikio. Endelea kujiimarisha kimya. Endelea kuweka mambo yako vizuri kimya. Matokeo ndio yatakuja yajitangaze yenyewe, na watashangaa huyu mtu alikuwa anafanya wapi vitu hivi. Endelea kujiendeleza kimya. Kwa jambo la kwanza, kama unataka kuwa mtu mkubwa, usisherekee dalili za mafanikio. Maana unaposherekea mapema unakaribisha mashambulizi yasiyo lazima. Kuna watu ambao watainuka kukatisha tamaa, kuna watu ambao watainuka kukushambulia, kuna watu ambao watainuka kukosoa. Matokeo yako utaona kwamba hilo jambo kwamba halifai. Sio kwamba halifai,
Wewe mwenyewe ulianza kulianika kabla ya wakati wake. Kabla ya wakati wake. Kumbuka Yesu alipokuwa anafanya vitu vingi, alikuwa anasema kwamba msimwambie mtu. Alikuwa anafanya mambo makubwa akisema msimwambie mtu. Kwa sababu alijua habari zake zikaanza kusema mapema. Inawezekana akaanza kukutana na vita isiyo ya lazima. Vita isiyo ya lazima. Ndio maana kuna wakati walikuwa wanataka kumkamata, hata kumfanya kuwa mfalme kwa nguvu. Mfalme kwa nguvu. Na hata alipofanya muujiza wa kubadilisha divai, akamwambia mamake, wakati wangu bado. Na wewe usivujishe, usianike mambo yako wakati wake bado. Endelea kujimarisha kimya kimya. Endelea kujimarisha kimya kimya. Endelea kujimarisha kimya kimya. Lakini jambo la pili la kujifunza katika maisha, usikate tamaa. Usikate tamaa. Hajalishi muujiza wako unachelewa kwa kiasi gani. Kumbuka kama wewe ni mtu uliokoka, yupo baba yetu Ibrahim. Alipokuwa na miaka 75, Mungu aliahidi ya kwamba yeye atakuwa baba wa mataifa mengi. Akiwa na miaka 75. Lakini hiyo ahadi ilikuja kutimia baada ya miaka 25, akiwa na miaka 100. Na maandiko yanasema kwamba kwa uvumilivu Ibrahim alirithi ile ahadi. Arithi ahadi. Kuna wakati ambapo miujiza yetu, haja zetu hatuzipati kwa wakati ambao tunatamani tuzipate. Wewe mngoje Bwana. Maandiko yanasema kwenye Zaburi 25 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3, anasema naam, wamngojao Bwana hataaibika hata mmoja. Ukimngoja Bwana hautaaibika. Ukiendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu hautaaibika. Usikate tamaa. Mungu aliyeahidi ni mwaminifu, atafanya. Maandiko yanasema kwenye Mathayo 20, Yesu alisema kwenye Mathayo 24:13. Mathayo 24:13 kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Ndugu, watu wote waliofanikiwa ni watu ambao hawakukata tamaa kiurahisi. Ni watu ambao hawakukata tamaa kiurahisi. Lakini tunaposoma kwenye Mithali 7:8 mpaka 9, maandiko yanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Hajalishi umeanza kwa namna gani, kinachotakiwa uwe na misuli ya kumaliza. Hata unapokutana na magumu usikate tamaa. Hata unapokutana changamoto usikate tamaa. Kama unataka kufanikiwa, unataka kuja kuwa mtu mkubwa, usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Usiwe mwepesi wa kuvunjika moyo unapokutana na magumu. Lakini pia jambo la tatu, mafanikio ni kwa wale ambao wana shauku kubwa ya kufanikiwa, lakini pia wana nidhamu ya kumaliza. Usipokuwa na shauku kubwa ya kufanikiwa, utakapokutana na magumu utakata tamaa. Utakapokutana na magumu utakata tamaa. Na mara nyingi chochote ambacho unatamani, mara nyingi wakati mwingine unaweza kaibuka mtihani, ikiwepo kutokukipata hicho kitu kwa wakati ulikuwa unatamani. Kwenye maisha kama unatamani kufanikiwa, mafanikio ni kwa ajili ya wale ambao wana shauku kubwa ya kufanikiwa, lakini pia wana nidhamu ya kumaliza. Usipokuwa na shauku kubwa, ukikutana na changamoto kidogo tu utakata tamaa. Ukikutana tu na magumu kidogo tu utakata tamaa. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka tulikuwa tunajifunza mambo matatu ya kujifunza katika maisha. Na Roho Mtakatifu ninaamini amekuhudumia kwa namna ya kipekee. Na Mungu akupe hekima ya kutokusherekea dalili za mafanikio, lakini Roho Mtakatifu akuwezeshe kuvumilia, lakini pia Roho Mtakatifu achilie shauku kubwa ndani yako ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza share, unaweza comment, unaweza like katika jina la Yesu. Amen.